Bwana, tuko na Mikoe Kisugu, shabiki na mwanachama wa Simba Sports Club. Kaka Kisugu, asalamu alaykum. Kwema. Bwana, jana baada ya mechi nilikuwa nikisikia baadhi ya watu wakizungumza hawajahusishwa na wachezaji. Sio timu moja kwa moja, wengi wakimtaja cha wao kupenda kiwango chake na wengine. Kwa wewe mchezo ulionaje Mikoe Kisugu? Kwa mchezo niona mzuri. Sababu moja mimi najua kwenye mashindano kwa Bingwa Afrika katika hatua za awali ni timu kwa sehemu moja kwenda sehemu. So mimi najua ligi na Bingwa. Hususan mashindano ya shirikisho la mpira barani Afrika kwa maana ya CAF. Kwenye hatua za awali haziishi kwenye msimamo wa ligi. Maana yangu unapokwenda kuzungumzia msimamo unazungumzia point, unazungumzia magoli ya kufunga na unazungumzia magoli ya kufunga. Lakini kwenye hatua za awali hivyo vitu havimo. Kinachoangaliwa nani amemtoa mwenzake. Na ndio maana katika hatua za awali kuna kitu kinaitwa aggregate. Jana mechi ya Simba na Gabaro baada ya kuisha, kwenye aggregate Simba anaonekana na goli 2, Gabaro ya Botswana na goli 1. Ni kweli kama jinsi ambavyo watu walivyozungumza, performance ya Simba watu tumeizoea, hawakucheza katika performance yao ambayo ya kawaida, lakini kikubwa tunawapongeza wachezaji kwa sababu timu imefuzu. Imetoka hatua ambayo imekwenda vizuri jana. Yes, kwa sababu Simba ni timu kubwa. Watu wanaamini wakaenda kuangalia Simba wanapata burudani ya hali ya juu. Kile ambacho walifikiria mashabiki wako kiona, lakini pia tunapaswa kuwapongeza wachezaji kwa namna ambavyo walikotoka. Lazima tukubali kwamba wachezaji wetu wamepita kwenye situation ngumu sana. Mimi niliamini katika ile mechi ya jana, ni mshabiki tu nilikuwa na roho ya kishabiki. Lakini nilijua kwamba tunakwenda kucheza timu mechi ngumu. Leo hii kwenye Afrika Mashariki na Kati, timu pekee iliyokuwa na benchi kubwa la ufundi ni Simba Sports zaidi ya watu 10. Jana tunakwenda kucheza ile mechi kwenye technical bench kuna kocha mmoja, Hemed Morocco. Kocha ambaye hana msaidizi. Kocha ambaye hana mtu anaitwa analysis kwenye timu. Kocha ambaye hana mtu wa kumshauri kwenye timu. Kwanza yeye mwenyewe mgeni amekutana kwenye technical bench, hakuna mtu wa kuweza kuona namna anamshauri kuelekea katika ile mechi. Lakini tumpongeze sana Hemed Morocco kwa ujasiri wake. Leo hii kila mmoja anajua. Na jana niliweka moyoni. Nilimwambia Mungu isaidie Simba waweze kuqualify. Na Simba imequalify. Lakini Simba ingekosa qualify, ningewaambia wana Simba adui wa kwanza wa Simba aliyekuwa mwalimu wa Simba Fadlu Davis. Ungewaambia wana Simba adui wa kwanza wa Simba aliyekuwa mwalimu wa Simba Fadlu Davis. Leo hii haiwezekani timu inakwenda kusajili, timu inakwenda pre-season, timu inaenda kuanza ligi iko nayo, timu inakwenda kwenye mashindano ya kimataifa iko nayo. Mwalimu anakwenda kutuacha. Mwalimu anakwenda kutuacha kwenye mechi ya kwanza dhidi ya Gabaro tukiwa ugenini. Kwenye football imebadilika. Football iko kwenye makaratasi. Na ndio maana kwenye timu sasa hivi kuna watu wanaitwa analysis. Wao kazi yao kuangalia opponent unakwenda kukumbana naye yukoje. Na ndio maana mechi ilikuwa ngumu zaidi. Kwa nini? Gabaro baada ya kucheza ile mechi ya kwanza, mechi lao la ufundi watu wao analysis walienda kufanya kazi vizuri kujua ubora wa Simba na udhaifu wa Simba. Hemed Morocco anakwenda kwenye ile mechi hajui ubora wa Gaborone, hajui udhaifu wa Gaborone. Maana yake watu wa kumsaidia kitaalamu walikuwa hawapo. Na bahati mbaya zaidi aliyokutana nayo Morocco, Hemed Morocco, ndani ya siku 4 anakabidhiwa timu ndani yake anakutana na mechi. Maana yake muda wa kucheni timu afanyaje? Hakupata. Kwa kikubwa kwangu mimi lazima niseme, niwapongeze sana wachezaji wa Simba. Niwapongeze sana technical bench. Hemed Morocco ameonyesha ukubwa wake. Leo Simba tumequalify kutoka hatua moja kwenda hatua. Lakini kwa bahati mbaya na bahati nzuri, timu 4 zote tulizocheza katika haya mashindano, sisi Simba Sports tumekwenda kucheza na bingwa kutoka Botswana. Wa Botswana wana historia nzuri kwenye nchi. Tumeshakutana nao zaidi ya mara 7 au mara 8 timu za kutoka Tanzania. Timu iliyowahi kufaulu kuwafunga timu za Botswana ni Simba Sports kuwatoa kwenye mashindano. Watu watani zangu hawanyuma mwiko. Miaka 4 iliyopita walifungwa katika uwanja Benjamin Mkapa na Gabon na timu kutoka Botswana. Township Rollers. Nani anabisha? Sugu la Geta yeye mlifungwa na watu wa Botswana. Yes. Hii inaonyesha ugumu, mwandishi na kukubali. Unaonyesha namna ambavyo timu kutoka Botswana kwa ugumu wake. Na jana mechi zote zilizochezeka Tanzania zinazoandaliwa na shirikisho la soka barani Afrika kwa maana ya CAF, mechi halisi ilionyesha mashindano ya klabu bingwa barani Afrika Simba na Gabaro ya Botswana.
Lakini hata Yanga walikuja walipata jana. Yes. Unaweza ukasema walipata ugumu, lakini jaribu kupata historia timu waliocheza nayo. Timu waliocheza nayo watani zangu ni Mamwiko. Kwenye historia mwanangu wa tano Faris ni mkubwa kuliko ile timu. Ngoja. Twende taratibu. Sawa Kisugu. Wewe mwandishi unajua kuchimba. Leo nitakupa ofa, nipe historia ya timu ambayo waliocheza na Dar es Salaam Africa kwenye football ya Afrika. Huwezi kuikuta kwa sababu ina miaka 7. Ina miaka 7 toka iundwe mpaka inafika pale ilikofika. Ndugu zangu Azam, nawapongeza, lakini timu wanakutana nayo kwenye nchi ligi haipo ndio kwanza inaanza Sudan. Kisugu, jana ulikiona kiwango cha Giant Stars wao. Wengi wakaenda mbali wakasema kwamba huenda mnaanza kukumbuka sasa kuhitaji kutafuta namba 10 nyingine. Jana ngoja nikwambie mwandishi Kisugu. Ile X factor amezungumza Fadu kama inawahukumu sasa hivi. Hili jambo nawahi kulizungumza, halijawahi kuzungumzwa na mtu yoyote duniani. Zaidi ya kwangu mimi. Hakuna mtu anayependa mpira alafu katika mindset zake akawa sawa sawa. Hakuna. Waangalie wanaomlaumu Giant Stars ya Ahua baada ya mechi kusha. Kabla ya mechi kusha Ahua anafunga goli, kawaangalia walilia, walishangilia, walimsema. Walishangilia. Baada ya mechi kusha wakaanza kumsema kwa nafasi alizokuwa kwenye kikaango, watu tuwajadili wako sawa sawa. Wanasema ngoja na ndio nikasema hii kauli haijawahi kuzungumzwa na mtu yote. Hata ukimwona baba yako unampenda aliyekuzaa, ukimwona unapenda football, unajua ana shida kwenye mindset zake. Dakika moja mchezaji yule akifunga goli unamshangilia, dakika mbili akikosa goli unamtukana. Kweli sio kweli? This is football. Lakini ukimtaja Giant ya Ahua ndio mchezaji ambaye alikuwa na hadhi na sifa ya kuwa MVP kwenye ligi ya NBC kwa namba zake. Wanasema ana utoto mwingi na uchoyo. Kisia Giant Stars ya Ahua kwenye mechi za mashindano mwaka huu ndio mchezaji pekee Simba Sports ana goli 2. NBC goli 1, Klabu Bingwa goli 1 na assist 1. Ndio namba ambazo zinambeba katika mashindano. Giant Stars ya Ahua, kataa mwandishi. Mimi naamini ni mchezaji bora. Kwenye football kukosa kupo na kushinda kupo. Sifa ya baba haipotei kwa sababu ya mtoto tumelala na njaa. Kwa nafasi ambazo Ahua jana amekosa, Simba ingepoteza mchezo, ungeongea maneno haya. Football. Mimi wanaamini sana kwenye mpira. Twendeni kwenye tafsiri halisi neno la mpira. Ni mchezo wenye makosa yenye kujirudia. Huyu Giant Stars ya Ahua kuna muda anafunga goli, nimesema muda mrefu unashangilia, na kuna muda anakosa goli unamsema. This is football. Na mimi naamini na nawaambia wana Simba pamoja na football, kwa kiwango cha Giant Stars ya Ahua ndio mchezaji ambaye atakuja kutusaidia katika klabu bingwa barani Afrika. Kisugu, tuzungumzie pia kwa upande wa kocha. Ahmed Morocco alipewa mechi moja na inaposemekana Jose Rivel ni miongoni mwa kocha ambaye mnamuhitaji, kocha ambaye ameshahudumia Ahli, Orlando Pirates, inasemekana mnamtaka Kisugu. Kuna ukweli ndani yake? Kocha wa Simba ameingia jana saa 7 usiku. Kocha ambaye anakwenda kuifundisha Simba. Kocha yupo. Nawaambia wana Simba wasio na wasiwasi. Jahazi la Simba linaendeshwa na jemedari. Mzee wetu Magori ameshawahi kuwa makamu wa rais wa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania kwa maana ya TFF. Ameshawahi kuwa mjumbe kwenye shirikisho la soka barani Afrika. Ni mtu wa mpira kweli kweli. Kocha wa Simba ameshatua. Ana sifa zote kuu 3. Ya kwanza Kisugu, umoja, ubora wake. Sifa ya pili ni mtu ambaye anajua soka la Afrika, na sifa ya 3 ameshafanya kazi kwenye vilabu vikubwa barani Afrika. Ndio huyu ninekutajia ama kuna mwingine? Unayemtaja wewe simjui, mimi nimekupa sifa zake. Na inshallah kwa Mwenyezi Mungu, kwa umoja uliopo kwenye Simba, kocha huyu atakapokuja kutangazwa ndani ya siku 3 zijazo mbele, Simba anakwenda kuwa bingwa klabu bingwa barani Afrika. Unasemaje? Simba anakwenda kuwa bingwa wa klabu bingwa barani Afrika. Kisugu, unayatupa maneno Kisugu. Unamzungumzia mwaka jana mwana finali wa shirikisho, ndivyo sivyo? Kweli. Nendeni mkachukue kumbukumbu mechi ya mwaka jana tunacheza na Al Ahly Tripoli ya Libya. Lakini Mambururu tunacheza Libya, tunatoka suru bila kufungana. Kiwango cha Simba watu wanasema tunapata mashaka mwaka huu wafanyi lolote. Tunakuja kucheza uwanja Benjamin Mkapa dakika ya 14 Mambururu anaweka ngoma. Watu wanalia Simba mwaka huu ndio mwisho wake. Matokeo yake Simba kafika wapi? Finali. Na mwaka huu Simba anakwenda kucheza finali ya klabu bingwa barani Afrika.
Inshallah. Lakini klabu bingwa hii ambayo nizungumzia kwa upande wa nusu finali ambapo je, yaliyopita si ndwele. Tunaganga Simba anakwenda kucheza finali ya klabu bingwa barani Afrika. Simba hii ambayo sasa hivi mnamtafuta kocha anatoa Kisugu. Una Mpanzu, una Shomari Kapombe, kuna mtu mmoja hapa na namba 18 hatari akichukua kama Misri wa Afrika. Tunakusaje kucheza finali ya klabu bingwa barani Afrika? Na mechi ya jana Simba kuqualify kwenda hatua nyingine, kwa mechi ya jana imetoa tafsiri sahihi ya Simba kwenda kucheza finali ya klabu bingwa barani Afrika. Kisugu tumzungumzie Moses Abraham kidogo. Moja vijana ambao wana vipaji vikubwa. Moja kijana ambaye mimi binafsi niseme tu kweli, kwa mara ya kwanza Abraham nilimuona kwenye nchi ya Morocco, kwenye mji mmoja unaitwa Marrakesh, anakwenda kufunga goli. Timu ya taifa Tanzania ina qualify katika mashindano ya AFCON. Morris Abraham. Tuna wachezaji wenye quality kubwa. Morris Abraham, kuna watu wamekuja kumgundua juzi wakati yuko Simba Sports, lakini ameshatumikia timu ya taifa ya Tanzania kwa mafanikio makubwa. Mimi naamini ni kijana mzuri, ana kipaji kikubwa, na uwepo wake kwenye Simba si kwa bahati mbaya. Atakuja kutusaidia Simba Sports na tutakwenda kufanya vizuri katika mashindano ya klabu bingwa barani Afrika. Asante. Niwashukuru sana waandishi wa habari. Mmenihoji mambo mengi, lakini pia na nyinyi mmeonyesha mapenzi yenu. Mmesikia kwa watu wamebadilisha jezi. Msimu mmoja jezi imekuja mara mbili. Ili gumu kuoje? Ndio? Hamtaki kuoje sasa hivi kuna nia. Kesho kutakuja mazungumzo. Wewe umeshamaliza. Wewe umeshafunga. Haya kwangu. Wewe ukoona haya muhimu. Ligi haijaisha hata mechi 3. Timu inakuja kutangaza jezi mara 2 mfululizo. Wewe utake haya. Niachie mimi niseme. Nawaambia tu mabadiliko ya maji tu, lakini chupa ndio. Nashukuru sana.